Lakini leo nataka tupige hatua mbele pia kwa habari ya Roho Mtakatifu, na nirudie kifupi ambacho tumefundisha kabla ya Pentekoste hii na huko nyuma. Kuna jambo nililieleza la muhimu sana, kwamba baba zetu Agano la Kale, habari ya Roho Mtakatifu ilikuwa kitu ambacho hakifahamiki sana kwao, lakini mbili, ilikuwa kwa kazi maalum. Ile kazi ikifanyika, Roho anaondoka. Leo anasema atakaa ndani yenu mpaka atakapokuja, lakini iko hivyo wakati ule kwa watu maalum, kwa kazi maalum, kwa wakati maalum. Sasa ni kwa watu wote. Nataka ni kazi ya hapo, huna sababu ya kutokujaa Roho Mtakatifu. Na pia nizungumze hili, kuna mwingine anaweza akaomba yeye, akaombewa, naona asema mimi mbona tunapoombewa naona wenzangu wanafurika, wanena kwa lugha na bubujika, yaani mimi naona kavu kuliko ardhi ya kiangazi mwezi wa 9. Mimi naona wokovu ndio mwisho hapa. Hamna. Nilikueleza huko nyuma, Roho Mtakatifu anahusika kuanzia mchakato wa wewe kuokoka. Kwa kitendo cha kuokoka kwa namna moja au nyingine, Roho Mtakatifu yuko pamoja nao. Ulijua hilo? Tuliangalia maisha ya Petro kabla hajaokoka, baada ya kuokoka na baada ya kujaza Roho Mtakatifu. Na baada ya kuna kupokea na kuendelea kujaa. Tuliangalia kazi zake nyingi. Wanapenda sana ile 16 Samueli ya kwanza. Samueli anamwambia Sauli, Roho wa Bwana atakujilia kwa nguvu na utageuzwa. Unajua baada ya dhambi tuliharibiwa. Sasa tunapopokea wokovu sawa, lakini Roho anapokuja tunakamilishwa. Ni mwalimu, ni mfariji, ni msaidizi. Lakini mwisho tulimalizia kwamba ndiye atakayehusika katika unyakuo. Hatuhitaji kwanza kufanya mazoezi ya unyakuo. Maisha ya wokovu wenye viwango na inatekelezeka ndio utayari wako, na siku hizo zimekaribia. Yesu ataamrishwa na mbingu, tabai kwenye mvutano wa mbingu na dunia. Malaika maelfu watakuja naye. Wale waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza, au si tulio hai tuliotunza wokovu tutanyakuliwa. Hasa ile nguvu ya kutunyakua, wakati Yesu anapaa hakuhitaji helikopta ya kumpeleka. Vinasema akiwa na wanafunzi wale 11, alipowachia ahadi kwamba msiwe na, akasema mzee unaondoka, inakuweje? Akasema hamna, mtapokea nguvu akisha kuajilia juu Roho Mtakatifu. Na mambo mengine ilipowahusia, alinyenyuka hivi mzima hivi mpaka wingu likampokea, hakuonekana tena machoni pao. Watu wanashangaa, malaika wawili wanatokea. Wasemenye watu wagele, mbona mnastaajabu? Huyu mliyemwona nda zake kuna wakati atakuja, jinsi hivyo mlivyomuona, kwa ajili ya kuwachukua. Hasa kile kitendo, ili wewe uhusike kunyakuliwa, lazima umejaa nguvu. Ndiyo sumaku itakayoweka mawasiliano na Yesu pale juu, wewe kuvutwa, kunyakuliwa. Kwa hiyo kwa ujumla wake, Roho Mtakatifu ni wa muhimu sana.
Lakini jambo jingine, napokuja leo kifupi kwa kueleweka, haki yenu ni kubwa. Kwa tafakari juzi kasema, kwa kuwa Yesu anakuja miaka michache ijayo samani, lakini wale ambao tulishia chini darasa la ngapi sijui tusijitama, tunatambua kuwepo kwenu kwa Mungu, mambo ya elimu na nini hayamati sana, kwamba miaka michache ijayo, yani washirika wote kiwango cha chini watakuwa olevu. Kwa mtazamo wangu naweza ikawa sahihi. Kwa hiyo wachungaji wakati watapata raha sana. Unajua ni mbaya sana mtu uko olevu abavu alafu unafanya vitu vya ajabu ajabu, unakuwa dhalilisha elimu yako. Mimi matarajio yangu mtu alisoma afanye vitu vinavyoingia akilini kabisa. Na huwa nawatahadharisha ninyi ambao unakuta mama mwingine, wewe mwanaume, huyo mama hana pepo, ni elimu tu. Ni vizuri mtu akikuoa au akikuoa jaribu kupata wasifu wake. Ulishia darasa la ngapi mpenzi? Simba au baba? Nikwambia siku moja hapa, mama mmoja na ninyi wa baba cheni korofi, akaanza kumkorofisha mke wake baba. Mke akasema, baba mimi sitaki. Nini wewe nini? Akasema, ukumbuke wakati unanioa nilikwambiaga mwaka ule nilihitimu Itende JKT, nikizianzisha hapo mjue mtu saa ingine mama hana pepo, ni makuzi aliyokulia, elimu yake. Sasa mimi najaribu kufikiria huko nyuma, sisi nasari sikuwa zikuwepo, unga kweli? Sisi wanaanza tu wanakuja, ukipima hivi mkono ukifika kwenye sikio shuleni. Sasa umesoma miaka 7 olevu, kaenda A-level, ukaja afu unavurunda mama. Acha mambo. Sasa kwa wewe ambaye hukubahatika kusoma, uwe mpole. Yani jifunze. Roho Mtakatifu anasema atatupa akili katika mambo yote. Nataka nizungumze haya machache, kwamba baada ya kumwelezea Roho Mtakatifu, yani uwe na kiu, ni haki yako. Nimeenda Tanganyika juzi, tukaona na tukio fulani, kwa pale Kasekesi unaenda ndani hivi, wanaita Santa Manyanya. Katika mazingira fulani kuna mtu akadai sijamtendea haki. Sasa tayari nimeshaulizia yule nani. Afu wengine usiulize, ukishamuona tu unajua huyu ana taaluma fulani. Sasa nikawa najua ni kama mtu wa mambo ya sheria. Nikasema, bwana, kuna sheria nasema haki ya mtu itadaiwa na kupambaniwa na mwenye haki yeye mwenyewe. Sasa wewe kama hujasema, mimi ningefanya nini? Nikiwa na maana hii, Isaya 43:26 nasema, njoo tuojiane, eleza mambo yako upate kupewa haki. Roho Mtakatifu ni haki yako. Ukikaa mzubaifu, hudai, una kiu, ukiona watu wanaomboleza, wanabubujika, wanazama, kwanza na washanga. Ndugu, Roho Mtakatifu huwa anataka watu wenye kiu, wanaomhitaji. Nizungumzie alama za Roho Mtakatifu. Alama za Roho Mtakatifu ziko kama ngapi? Nitazungumza kwa uchache zitakazowezekana, 1, 2, 3, 4, 5, kama 6 hivi. Ziko nyingi, lakini wanateolojia walikaa kwamba hizi ziwakilishe ili uweze kuona umuhimu wake. Alama za Roho Mtakatifu, naona zinawakilisha, uone umuhimu. Namba 1,
Roho Mtakatifu anafananishwa na moto. Moto. Na huwa ni rahisi sana kufundisha masomo haya. Ndio maana kwa mfano mimi kuhubiri Injili Afrika na hasa Tanzania na hata vijijini, yaani waga sipataki shida, kwa sababu maisha ya Afrika nayajua. Kwa Roho Mtakatifu anaponipa jambo na alipeleka kama lilivyo. Kwa napozungumzia habari ya moto, kwamba moja wapo ya alama za Roho Mtakatifu ni moto. Hakuna asiyejua moto. Sitaki madhara, nataka uangalie faida zake. Niseme neno hili, chukulia moto tu ukosekana. Sisi sio wanyama, tunataka chakula kipikwe. Tuliumbwa tofauti na Mungu, na Mungu alitumba tofauti na wanyama wengine. Kwa mfano wa Mungu tunakula chakula kilichoandaliwa. Tuwezi kula matunda tu maporini na nini. Chakula kinaandaliwa kwa moto. Ni nishati ya ajabu sana. Nilipokuwa nafuatilia neno moto Mwanzo hadi Ufunuo, liko kama mara 577 hivi. Kwa ni neno muhimu sana. Moto unahitajika hata katika maisha yako ya kiroho. Ufunuo, wala andiko moja kila nitakalo lisema, ile 15:3-15:16 nasema uko vuguvugu, sio moto, sio baridi. Sasa moja ya solution, ukijikuta uko kati kwa kati, maji ya vuguvugu haya, ukijaa Roho Mtakatifu, mimi nakwambia, yani ni ajabu. Ndio maana nimesema sintapata shida sana kuzungumzia habari ya moto. Hakuna asiyejua na faida zake. Uwe moto wa nguvu ya umeme, uwe moto wa gesi, uwe moto wa kuka kuni, mkaa. Sasa Roho Mtakatifu anafananishwa na moto ili uone kwamba kwa kweli nikikosa moto maisha hayaendi. Si ukatishi tamaa. Mimi nikwambie, bila Roho Mtakatifu maisha hayaendi. Sawa na moto ukikosekana. Sio vyote vinaliwa vibichi. Na magonjwa mengi yanakuja, watu wanapendelea kula vitu bichi. Kuna vile wanachanganyaga mapilipili, nyanya, sijui vitunguu, mnaita nini? Kachumbari. Mimi nikilazimika kula hoteli wakiniletea vile, sio wewe, mimi naweka pembeni kidogo. Nina hakika gani kule? Ndio maana wanaume, pendeni kula nyumbani, na wamama pikeni vizuri. Sasa huyo muda hizo atakataka nini unakuta sahani anayopakulia samani, lakini mama ntilie na watu, sivunji biashara zenu. Sahani ambayo mteja amekula, anaenda kwenye maji ambayo tangu asubuhi ndio hiyo tunasuuzia. Nazungumzia moto. Moto usipokuwa maisha hayaendi, tukubaliane. Sasa Roho Mtakatifu anafananishwa na moto, ujue akikosekana, wokovu mzee ni mtihani usiofaulika. Semeni amina. Na mambo mengine kadha wa kadha. Hata madini, watu wa madini wafahamu.
inatakaswa, inathibitishwa kwa moto. Naona Ayubu nadhani 23:10 anasema, pasome hapo labda. Ni kipengele kingine, jioni tukutane tena. Itakuwa 23:10 panaposema akishanijaribu mtu kama dhahabu. 23:10 limekuja hapa. Anasema, lakini yeye aijua njia niendeayo, akisha kunijaribu nitatoka kama dhahabu. Dhahabu kadri inavyoungua ndivyo inavyobaki piwa. Kuna watu hawataki Roho Mtakatifu kwa sababu ni moto, anaunguza na hakuunguzi wewe, anaunguza visivyofaa ili ubaki piwa. Roho Mtakatifu ni moto, sema amina. Lakini tuzungumzie habari ya upepo. Pia anafanishwa na upepo. Ndio maana ukisoma hapa katika andiko muhimu sana ili Matendo ya Mitume hiyo 2 inasema, hata Matendo ya Mitume 2:1-4, hata ilipotimia siku ya Pentekoste walikuwako wote mahala pamoja, kukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi, ukawatokea ndimi zilizoganyikana kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Wote wakajaza Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia. Tunakuta moto, tunakuta upepo. Wote mnafahamu faida ya upepo. Hii dunia ingejikalia tu bila hata upepo. Unajua kuna kipindi mimi nakaaga, usiona tafakari shida tu, au usiona tafakari shida mafanikio yako tu. Kuna mwingine tulia, tafakari uumbaji wa Mungu. Mimi kuna siku, kuna eneo hapa chini nazungumzia habari ya maji, nilikuwa nimechoka. Kwa mfano jana, nina kama siku 4 hivi nikilala mapema, labda saa 6 saa 7. Jana nikawa na conduct tukio fulani, nilivyosimama saa 4 nikuja kutoka pale, nilikuwa nimesimama saa 9. Nikaenda nikalala, nikaenda ndani pale nyumbani nikalala. Nilivyolala nikiamka hivi, nikitaka niamke, wakati nimetoka kwenye maombi ya masaa kadhaa, asubuhi mama ameniandalia kafutari kidogo na nini, kwa hiyo mwili choka. Hii naizungumzia maji kwa sababu alama inayofuata ni maji, lakini nazungumzia upepo. Na nipo kwenda kuzungumzia, jaribu kutafakari mambo ya Mungu. Sasa kama nimechoka, nikioga najisikia Mungu ukaumba na maji. Yaani wewe mzee, wewe ungekuwa mwanadamu ningekutilia hii mzee. Sasa yule mzee hafanyiwi hivyo. Ukishasema hivyo umeshagonga tayari, na inakubali. Imagine upepo, dunia ingekaa tu, lakini unakuta upepo hivi unavyopita, upepo kwa kazini. Lakini mliopitia baridi, unaweza kukuta inahamisha mbegu inaenda maeneo mengine. Yaani iko hivyo. Upepo, mazao yakipandwa tu kusipopita upepo, hata mavuno yake waga ni duni. Sitaki niende sana huko, lakini katika Yeremia anaeleza huuvumisha upepo, hupeleka mawingu ukaleta mvua. Ni nadra kuona mvua inashuka tu kumetulia inaanza unaona kwa upepo unapita, baadaye mawingu, baadaye mvua inanyesha. Nataka nikueleze, sitaki kukawia sana hapa, kwamba Mungu mpaka akaumba upepo alijua ni wa muhimu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anafanisha na upepo. Asipokuwepo kuna mambo hayataenda, na kuna mambo hayaendi. Si kwamba hujaokoka, nikuhakikishie, kama kuna kitu rahisi ni kuokoka. Ndio maana
kati ya vitu ambavyo vitafanya watu walie sana jehanamu. Sio kuwa jehanamu tu, sio swala kuwa jehanamu tu, yaani kujua kwamba kumbe ilikuwa rahisi kiwango hiki. Nilikwambiaga usiwe unatishwa na watu wanaoshindwa kwa kumetokea nafasi fulani za kazi mahala fulani, watu wakasema yani ajira hiyo mtapoteza nauli bure, wazazi na wewe kijana jikalieni, yani ajira hiyo iko hivi iko hivi iko hivi iko hivi. Wengine wakasema hamna bana, kwani shida gani? Ni sumu tu ambayo haionji bwana. Walioenda wote wakafaulu. Sasa kabisa na kuthibitishia habari ya wokovu. Sasa hapo nahitaji Roho Mtakatifu. Upepo uone hivi tu una kazi kubwa. Unaweza kukuta mtu ana swete au ukute vile akaenda kakaa kwenye kiti kwenye kivuli, upepo unapita, yaani mpaka unasikia burudani. Uongo kweli? Sifundishi kitu cha ajabu sana cha kukotoa mahesabu kwa kalkuleta. Yaani Roho Mtakatifu ukiwa naye, yaani anaburudisha. Maisha yanaenda sawa kwenye dunia hii ambayo cha huku akiendi huku, cha huku akiendi huku. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anafanywa na upepo, wala andiko hilo moja inatosha. Lakini tuje namba 3, anafanywa na maji. Nani asiyejua habari ya maji hapa? Ndio maana kati ya mambo ambayo ni rahisi sana ni kufundisha vitu kwa mfano. Maji haikosekana. Ndugu, maji. Mnasema kwamba hii dunia hii asilimia ngapi ni maji? Eti nchi kavu iko asilimia ngapi? Na eneo la maji ndio kubwa kuliko eneo ambalo ni nchi kavu. Wadhani Mungu alikuwa hajui? Anafahamu. Katikati ya moyo wa nchi kuna kuna moto wa ajabu. Anajua kwa nini alifanya hivyo. Lakini akaweka ili ganda la juu asilimia zaidi ya 68 kwenda 75 ni maji. Hii nchi kavu kama asilimia hiyo iliyobakia. Nikwambie tu hiyo ili ujue kwamba Roho Mtakatifu kama maji ni wa muhimu. Utafanya nini bila maji wewe? Tusizungumza moto kupika, lakini moto tu bila maji mambo yanaendaje? Kuna vitu tunafeli, shida iko hapo, na bado hatukipi kipaumbele yale mambo ambayo Mungu anatufundisha. Paka si watu tu kuona hujaokoka wakati umeokoka, paka wewe mwenyewe unajiona hujaokoka wakati umeokoka. Shida iko hapo, shida iko hapo. Maji. Hai, iwe kilimo, viwanda, hata kwenye afya hii. Unakuta mtu anakunywa glasi moja ya maji kwa siku. Watu wa afya si mpo hapo? Mpo? Mpo, Mungu awabariki. Naomba niusikilize. Mwili wa mwanadamu na wenyewe, mnasema asilimia ngapi ni maji? Ndio maana mtu aikosa maji, yaani ajiandae kwenda kuonana na mzee haraka sana. Na kuna wanafanya somo la afya, kuna baadhi ndugu tutaweka mikono utaendelea kuwa mgonjwa na utasema mchungaji sana upako. Jamani, sio kama najisifu. Waokosa upako anafananaga hivi nilivyo injinia. Sidharawi. Huwa wanasema hivi, mimi wanasema, yaani kwa uchache kama hujafunga lita 1 kisha umeimaliza kwa siku ya maji, vinginevyo utakuwa mtu wa ajabu sana.
hata ubongo haufanyi kazi vizuri bila maji. Mama ukorofi, pepo huna. Sasa unywe maji vizuri, mtu wa glasi moja. Na ukitaka kujua ni kweli urine system tunatofautiana, ni kwetu kubaliana, lakini wanasema usiku, kwa mfano usiku walau mara kadhaa uende haja ndogo. Sasa wewe masaa 20 kadhaa haja ndogo mara moja, alafu unafika umemaliza. Wakati maji yanakusaidia kutoa taka mwili. Labda nafundisha magumu lakini yanaeleweka. Mifano mingine na uzi. Sasa unafanyaje? Na ukijua kiwango cha maji ni kichache maisha. Mtu nilikuwa nasoma chuo fulani mimi. Kwa nasoma chuo. Nikamwambia yule mlinzi, wewe acha tabia hii. Labda nisiseme. Acha tabia hiyo. Akaendelea. Nikaenda kwa mkuu wa chuo. Akasema tumezoea hivi hivi, na baba yangu alikuwa anafanya hivi. Yaani akienda uwani kule mnasikiliza. Sio kwa na bumba. Muulize mchungaji Mbalazi. Bibi asema hata baba na mama tulikuwa nasikia, hata kaka walikuwa fanya hivyo. Na wanasema, samahani, nazungumzia maji, kinyesi kisiwe kigumu sana, ujue kuna shida ya maji. Kwetu tunasema kipangila. Lakini pia bwana, kisiwe laini utafikiri bata anajisaidia. Maji. Tumeingia na somo la afya, ujue yani usinywe chini ya lita 1 kama hujafunga. Jasho unapotoka mwili unapumua. Nini safi? Tunazungumzia alama mojawapo ya Roho Mtakatifu ni maji. Umuhimu wa maji katika, wewe unafuaje nguo huna maji? Unapigeje deki huna maji? Ni somo rahisi kufahamika. Kuna mambo hayaendi hili eneo. Roho Mtakatifu kama maji anafanyeje kazi katika maisha yako? Yatoshe haya matatu. Roho Mtakatifu ni moto, ni upepo, alama yake ya uisha ni maji, muhuri na mafuta na huwa. Tutaangalia wakati mwingine, mbona kwa miguu yako. Lakini Roho Mtakatifu ni haki yako. Kuna kingine Roho Mtakatifu aliniambia unapokuwa simama. Kuna mwingine shetani anamkumbusha maovu ya kutisha aliyoyafanya kabla hajaokoka au baada ya kuokoka alipataga ajali ya kiroho. Shetani anakukumbusha asikubabaishe kwa hilo. Mungu anasamehe, na akisamehe ni mazima. Narudia hii kitu Roho Mtakatifu ananiambia, kuna watu hawatajazwa. Anahukumiwa na yale aliyowahi kufanya ajali. Kama ulishatubu, mwambie shetani toka, mimi nishasamehewa. Roho Mtakatifu atashuka. Roho wa mbinguni, ika macho yako.
nakushukuru. Agano la Kale, Roho Mtakatifu alikuwa kwa watu maalum, kwa kazi maalum, na kwa wakati maalum. Ufanisi wa kazi yako ulikuwa chini ya viwango. Lakini agano jipya, Roho Mtakatifu ni kwa watu wote, na kwa ajili yangu pia, ni kwa kazi zote. Nisaidie. Lakini wakati wote ulisema huyo Roho atakaa ndani yenu, atakuwa ndani yenu. Ninaomba unisaidie, unijaze Roho Mtakatifu ili aniongoze, anifundishe, anishauri, anitie kwenye kweli yote, na kazi zingine azifanye. Zaidi ya hayo, wakati wa unyakuo atahusika, wakati nitakapokuwa naenda kumlaki Bwana mawinguni. Lakini Roho Mtakatifu ni moto, ni upepo, ni maji. Nikiwa na hayo, sitakuwa hivi nilivyo. Historia yangu itabadilika. Mwenyezi Mungu nisaidie. Tuombe. Baba, tunakushukuru kwa habari ya Roho Mtakatifu. Ni Jumapili ya 3 tukiendelea kuzungumzia Roho Mtakatifu. Hapo Jumapili ya juzi ya jana, Bwana, tuliangalia habari ya kutofuatisha mambo ya dunia, Mungu wa mbingu na nchi, lakini bado tuliomba habari ya Roho Mtakatifu. Lakini leo bado naika mzigo ndani yangu, niendelee kuwafanulia wanao unaowapenda. Mengi wanashindwa, si kwamba hawajaokoka, lakini Roho Mtakatifu Bwana ni moto. Kazi za moto zinafahamika. Bila moto maisha hayaendi. Bila Roho Mtakatifu wokovu haulipi. Baba, Roho Mtakatifu ni upepo. Upepo uliumba, una kazi zake, unaburudisha, unaboresha hata mazao. Baba, unapozesha. Upepo ni kila kitu Bwana. Lakini tumemalizia Roho Mtakatifu ni maji. Maji haikosekana, hakuna maisha. Maji yakiwepo, Mungu, tunaona baraka, tunaona nyasi zinachipuka, miti inachipuka, maisha yanaendelea, watu wanalima. Hakuna kulima bila maji, bila mvua Bwana. Roho Mtakatifu shuka. Roho Mtakatifu tujae, si kanisa lote, sisi sote watoto wako, hasa katika siku za mwisho. Ninaomba msaada wako Mungu, naomba neema yako, naomba ushindi wako Jehova. Ninakuamini, unatupenda. Wamama hawa bila Roho Mtakatifu Bwana, twaweza kuwaona kama wapagani, wana mapepo, kwa Baba kadhalika. Lakini Roho Mtakatifu ni moto, anaunguza utu wa kale, anamsafisha. Roho Mtakatifu ni moto, anakamilisha. Roho Mtakatifu ni upepo, anafagia kila kiwacho. Roho Mtakatifu ni maji, kiu hamna. Mambo ya ajabu yanatokea maji yanapokuwepo. Bila maji hakuna uhai. Roho wa Mungu, bila wewe hakuna uhai. Asante Bwana kwa ajili ya neno hili. Kila mmoja ondoka kwa ametiwa moyo kwamba kupitia Roho Mtakatifu yale aliyokuwa anashindwa ni mshindi from now on. Yale ambayo alikuwa haelewi, Roho Mtakatifu ni mwalimu. Wafundishe watu hawa, wasaidie watu hawa, waongoze watu hawa, watie kwenye kweli yote. Roho Mtakatifu, ninakuamini, ninakufahamu. We mwenyewe umenisaidia mengi, unanifundisha, unakaa ndani yangu. Nisaidie Jehova, wasaidie wanao. Jina lako libarikiwe. Natamka baraka na ushindi katikati yetu. Wako waliokuja hawawezi, na amuru pepo, nguvu za giza, majini, uchawi na udhalimu ushinde kati ya wana wa Mungu. Natamka uponyaji kwa wagonjwa, natamka msaada kwa wanaohitaji msaada, natamka faraja kwa wenye huzuni. Kila mmoja aliyekutana na wewe katika ibada hii aondoke kivingine akiwa na neema na furaha moyoni, akijua bibi, wewe Mungu tayari. Roho Mtakatifu ameshakuja, Yesu ameshakuja, neno la Mungu lipo, ushindi ni
haki yetu Bwana. Kila mmoja asizimie moyo mtu hapa. Roho Mtakatifu, wewe ni kila kitu katika zama hizi. Bila wewe hatuwezi jambo lote, lakini wewe ukiwa ndani yetu na kati yetu, mbona ushindi ni lazima, mbona baraka ni lazima, mbona tunakushukuru Bwana. Wabariki watoto wako hawa, uwajalie neema. Angalia vikao vilivyo mbele yetu, na angalia Bwana ibada ya jioni, ukatukutanishe tena Baba. Na kushukuru kwa neno hili. Ninakuamini unatupenda, ninakuamini neno lako ni roho na ni uzima. Likayatimize yale ambayo kwayo ulikusudia leo. Likisikika yatokee, iwe msamaha, iwe takaso, iwe uponyaji, iwe kila kiwacho, maana Roho wako Bwana akiwa katikati yetu. Wafungwa wanafunguliwa vifungo vya namna mbalimbali, mateka wanatangazia uhuru wao tena. Asante kwa haya machache, fanya haya na kuzidi. Tunapotawanyika tuondoke kifua mbele, maana Mungu kia upande ndani aliye juu yetu, katika jina la Yesu Kristo. Wote tuseme amen. Inua mkono wako. Mungu akubariki katika jina la Yesu Kristo. Amen. Vikao wanaobaki mnaoenda, tukutane jioni tena, na Mungu awabariki. Wageni wetu, karibuni ofisi ya mchungaji pale kwa machache. Amen. Tembea na Yesu, tembea na Yesu, tembea na Yesu, amen.